Naam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe rafiki mpendwa. Nimefuatilia mjadala baina ya Mwalimu Ndacha na Mwalimu Mwankemwa, na kuna mambo kadhaa ambayo nimeyagundua. Na hivi karibuni majaliwa nitakuwa na mjadala pamoja na rafiki yangu, ndugu yangu Jafari Masawe. Kisha nitakuwa na mjadala pamoja na Mwalimu Ndacha, akiwemo na Mwalimu Franco Nyango, na upande wangu nitakuwa na mwingine ndugu mwingine mmoja. Lakini kuna kitu ambacho nimekugundua. Ukiangalia mafundisho ya wale ambao wanajiita wana matengenezo, kwa habari za Roho Mtakatifu, kuna makundi kama mawili matatu. Kundi la kwanza ni kundi ambalo linakanusha kabisa kwamba Roho Mtakatifu sio nafsi. Roho Mtakatifu ni nguvu, ni mawazo, ni utukufu wa Mungu. Lakini kuna kundi jingine linalosema kwamba Roho Mtakatifu ni yule Roho wa Mungu na Roho wa Kristo. Kwa hiyo Baba na Mwana wanashiriki Roho mmoja. Huu ni mtazamo utawapata na wana matengenezo. Lakini kuna wale wanaosema kwamba Roho Mtakatifu ni jina jingine la Bwana Yesu. Roho Mtakatifu ni jina jingine la Bwana Yesu. Huu vile vile ni mtizamo wa baadhi ya wana matengenezo. Sasa nimegundua kitu kimoja, hasa baada ya kuzungumza na Mwalimu Ndacha na Franco Nyango, ambaye yeye anasema kwamba Roho Mtakatifu ni the presence, uwepo wa Mungu Baba. Sasa ukiangalia, kuna wanaokiri kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, ni person, ni personality. Sasa manake katika uungu, maana hawapendi sana kulitumia neno utatu, ila wanapenda kutumia neno uungu, Godhead. Kwa hiyo kwenye Godhead kuna nafsi ya Baba, kuna nafsi ya Mwana, ambaye huyu Mwana ana uungu kwa sababu amerithi kila kitu kwa baba yake. Kwa hiyo ana uungu wa kurithi, manake kwamba ni Mungu, kwa vile ng'ombe uzaa ng'ombe. Kwa hiyo mwana wa Mungu ni Mungu vile vile. Kwa hiyo kuna Mungu Baba, kuna mwanaye ambaye ni Mungu, ingawaje hawataki kusema Mungu Mwana, wanatumia kauli ya mwana wa Mungu ambaye ni Mungu. Alafu kuna nafsi nyingine ambayo inaitwa nafsi ya Roho Mtakatifu, ambayo wanasema licha kwamba ni nafsi, lakini ni Roho wa Kristo na Roho wa Mungu Baba. Sasa hapa sitaki kulijadili leo, tutakuja kulijadili huku mbeleni, na kuomba utegee huku mbele. Sasa tutadadavua zaidi nini maana yake unaposema kwamba katika uungu kuna nafsi. Mwana utatu anasema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Katika utatu mtakatifu, Mungu mmoja ambaye amejidhihirisha katika nafsi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wana matengenezo ambao zamani mimi nilikuwa nikiwaita wana uwili, wanasema hapana, katika uungu kuna Mungu Baba, kuna Mwana wa Mungu ambaye ni Mungu, na kuna nafsi ya tatu. Hapa sasa ndipo mchakato wetu na mazungumzo yetu yatakapokuwa yamejikita, pamoja na Mwalimu Jafari Masawe ambaye ndiye mwalimu wa Ndacha. Tutafanya mjadala huu naye, naomba utegee pale, halafu tutaonyesha mtazamo wa Biblia ni upi kuhusiana na mada hii. Wale tunaosema kwamba kuna utatu mtakatifu na wale wanaosema hapana, katika uungu kuna nafsi tatu. Kuna nafsi ya Baba, kuna nafsi ya Mwana na kuna nafsi
ya Roho Mtakatifu ambaye, lakini pamoja na hayo yote hawataki kulitumia neno Utatu Mtakatifu. Asante, na tukutane katika mjadala huu. Tutakutangazieni siku na tarehe, na utakuwa ni mjadala wa wazi. Asante. Mungu akubariki sana. Tuendelee kuombeana.